ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالحات أعمالنا. الله يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصدقاتنا وجميع أعمال البر. Tumeingia katika 10 awakhir. Sasa ndio sibaq ndio imeshaanza. Rasul sallallahu alayhi wasallam zikiingia siku 10 la mwisho la Ramadhani, anakuwa katika sibaq, na alikuwa pia katika kufanya kila amali na kutoa sadaka, kama vile nini, kama vile upepo, karih almursil, kama vile upepo unaokwenda mbio, unaokwenda kupeleka kitu, unakwenda kuchukua kitu. Subhanallah. Na sisi kadhalika pia tujikaze, tuzidishe nini mbio. Tushafanya practice mwanzo 10 20 zilizopita. Sasa ni kujikaza zaidi ili tukimbie tupate kunal ajri ya thawabu za Ramadhani, na ajri ya siku 10 za mwisho za Ramadhani, na ajri ya kuifikia Lailatul Qadr. Mwenyezi Mungu turuzuku ya Rabbul Alamin. Tunachukua darsi hii nafsi shay kadhalika kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiprepare huu moyo kama tulivyojiprepare mwanzo kuhusu moyo. Sasa hivi tunaendelea pia kujaza huu moyo na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Ad-Dhariyat aya namba 50, ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Subhanallah. Basi kimbieni kwa Mwenyezi Mungu, mimi kwenu ni muonyaji. Yani Mtume sasa anatuonya wazi wazi, ili nini? Tuwe ni wenye kujikaribisha. Allah, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia yalla firru, kimbieni. Ukiogopa kitu unakikimbia, lakini Allah subhanahu wa ta'ala, tukimwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, tunamwogopa Allah kwa mapenzi, tunamkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan tutachukua hizi siku 10 tunakimbia kwa vitu ambavyo vinatukera, na tunamkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala awe na sisi. Leo tunamkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi nyoyo zimejaa dhiki, nyoyo zimejaa afkar, kazi, watoto, mashakili ya kidunia. Basi tuyakimbie, tuyawache yote nyuma. Naam, unatafuta namna ya kuhili mashkila yako, lakini yakimbie, mkimbilie Allah subhanahu wa ta'ala ili akupe utulivu. Laina ukipata utulivu utaweza wewe pia kufanya ibada kisawasawa, na pia wewe utaweza pia kufikiria vipi kuhili hii mushkila yako ulionayo, upate wewe utulie. Nyoyo zimechoka. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika kwenye surati Al-Ra'd, Allah anatuambia subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا آية نمبر 28. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Nao ni wale walioamini. Yani tunaitwa kwa jina tulioamini. Tunaitwa kwa walioamini. Unataka moyo wako upate utulivu, unataka nyoyo itulie, unataka hizo nyoyo zikae sawa, basi kumbuka kwa Mwenyezi Mungu, yeye ndiye mwenye kuleta utulivu, kwa kumtaja Mwenyezi Mungu, kwa kuwa na dhikr. Idhan tunahitajia kupata kikao cha faragha baina yako wewe na baina Allah subhanahu wa ta'ala. Fursa Ramadhan, kwenye tahajjud,
kaa kikao peke yako cha kumwomba Allah subhanahu kwa kuleta dhikr kwa wingi, aina yote ile ya dhikr. Lakini unaweza kukamata dhikri moja, ukakamata kwa mfano ukagawa wakati, kama mimi wakati huu mimi nataka tu kuleta dhikr, nataka kupata huu tulivu, nataka kupata kwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan tunakimbia dhiki za kidunia, tunakimbia zinazotokea katika nyoyo zetu, tunamkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa ni wenye kuwa na dhikr na kuwa na kikao cha faragha baina yetu na nani, na Allah subhanahu wa ta'ala. Fafirru ila Allah, fafirru ila Allah, tumkimbilie Allah, tukimbilie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن تستقيم حياتنا إلا به.